Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna sayyidina Muhammadan wa rasul. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwa, usikum wa nafsim awalan bittaqullah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari jahannam. Allahumma inna na'udzubika min nakuna min ashabin nar. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia ziada ya rehma kipenzi chake mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nitumie fursa hii kuhusia nafsi yangu na kuwahusia ndugu zangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Kadhalika nitumie fursa hii kukukaribisha ndugu zangu katika mfululizo wa darasa zetu hizi ambazo zinakwenda na anwani nguzo za Uislamu, ambapo siku ya leo itakuwa ni katika sehemu yake ya pili inshallah. Na tumwombe Allah tabaraka wa taala tutilie wepesi wa kuyashika na kuyatendea kazi yale tutakayokwenda kukumbushana kupitia mfululizo wa darasa hizi. Kwa mujibu wa hadithi tuliyorejea kwenye darasa ya nyuma, tulijifunza kwamba nguzo ya kwanza ya Uislamu ni kutoa shahada mbili, kwa maana ya kusema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasul. Tafsiri yake ni kwamba nashuhudia kuwa hapana mola ila Allah na ninashuhudia kuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake. Kimsingi shahada ndiyo mlango pekee wa kuingilia kwenye Uislamu. Yaani wasiokuwa Waislamu wakiamua kuingia katika Uislamu hukaribishwa na Waislamu kwa kutamkishwa hizi shahada mbili. Lakini ukweli ulioje ni kwamba mtu hatakuwa Muislamu kwa kuishia tu kutamka haya maneno ya shahada bila ya kufahamu maana yake ya undani. Hapo ndio tuanze kujiuliza, kwani shahada maana yake ni nini? Tuendelee kuwa pamoja ndugu zangu katika darasa yetu hii ili kuweza kuelewa maana kamili ya shahada, ambapo kwa kwanza tutafafanua maana ya shahada ya kwanza ambayo ni kushuhudia kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah tabaraka wa taala. Maana ya shahada hii ni kwamba huyu mja baada ya uchunguzi wa kina na kwa kuzingatia dalili mbalimbali zinazodhihiri katika umbile la mbingu na ardhi na vyote vilivyomo katika nafsi ya mwanadamu na historia yake na katika maisha ya mitume
na mafundisho yao, anayakinisha moyoni mwake kuwa yuko Mungu muumba ambaye ni mpweke, mwenye uwezo juu ya kila kitu na mmiliki wa kila kitu. Baada ya kuwa na yakini hii, huyu mja sasa anatoa ahadi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa walimwengu wote kuwa hata kuwa na mwingine yeyote atakayemwabudu au atakayemtii katika kukiendea kila kipengele cha maisha yake kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana nyingine, mja anayetoa shahada hii anaahidi kuwa ataendesha maisha yake yote ndani ya mipaka aliyowekewa na Allah tabaraka wa taala katika kukiendea kila kipengele cha maisha yake ya binafsi na kijamii. Yaani tuseme hivi, wenye kumshuhudia Allah tabaraka wa taala kikweli ni wale wanaofuata Uislamu katika kila kipengele cha maisha yao kama Allah subhanahu wa taala anavyoamrisha katika aya mbalimbali za Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mwenyezi Mungu anasema, enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha, na wala msife isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Rejea sura ya 3 katika Qur'ani aya 102. Kwa hivyo hiyo ndiyo maana halisi ya shahada ya kwanza inayotakiwa kueleweka na kila anayeitamka. Ama katika shahada ya pili ni kushuhudia kuwa Muhammad ibn Abdullah ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo sehemu ya pili ya shahada ambayo huikamilisha shahada ya kwanza. Pengine labda swali la kujiuliza, kumshuhudia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunakamilishaje shahada ya kwanza? Tumeona kuwa maana halisi ya kumshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala ni kumwabudu Allah pekee katika kila kipengele cha maisha yetu. Swali ni kwamba tunamwabudu vipi Allah subhanahu wa ta'ala katika kila kipengele cha maisha yetu? Na tunajuaje ni yepi aliyoharamisha Allah tabaraka wa ta'ala na yepi aliyohalalisha? Ni njia ipi tuifuate ili tupate radhi zake na ipi tuepuke ili tuepukane na ghadhabu zake? Tutajuaje ipi njia sahihi na ipi njia potofu? Yote haya hatuwezi kuyajua mpaka tupate mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe. Utaratibu alioweka Allah tabaraka wa ta'ala katika kuongoza wanadamu ni kuwaleta mitume miongoni mwa wanadamu wanaume ambao huwaletea mwongozo na kuwafanya walimu wajuzi wenye hikma ili wawafundishe wanadamu wenzao kinadharia na kimatendo juu ya Allah subhanahu wa ta'ala na namna ya kumwabudu. Kwa hiyo ili mja aweze kumjua Allah tabaraka wa ta'ala na kumwamini ipasavyo na kisha aweze kumwabudu inavyostahili katika kila kipengele cha maisha yake, hana budi kwanza kumwamini mtume na kufuata mafundisho yake. Kwa hiyo sisi watu wa umma huu wa mtume wa mwisho, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatuwezi kuwa waumini wa kweli wa Allah tabaraka wa taala bila ya kumshuhudia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mtume wa Allah tabaraka wa taala. Kumshuhudia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mtume wa Allah subhanahu wa taala ni kutoa ahadi kuwa utafuata mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vilivyo kwa kutekeleza yale yote aliyoamrisha na kuachana na yale yote aliyoyakataza na kumuigiza mwenendo na tabia yake njema kama inavyosisitiza Qur'ani katika aya mbalimbali. Katika Qur'ani sura
ya 3 aya 31 Mwenyezi Mungu anasema baada a'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah tabaraka wa taala anasema, sema ewe Muhammad kuwaambia watu, ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu basi nifuateni. Hapo Mwenyezi Mungu atakupendeni na atakughufurieni madhambi yenu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira na mwenye kurehemu. Lakini pia katika Qur'ani sura ya 59 aya ya 7 Mwenyezi Mungu anasema baada billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Mwenyezi Mungu anasema, na atakachokupeni mtume basi pokeeni, na atakachokukatazeni jiepusheni nacho, na muogopeni Mwenyezi Mungu kwa yakini, Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Kadhalika katika Qur'ani hiyo hiyo sura ya 33 aya ya 21 anasema baada billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhkarallaha kathira. Bila shaka mnao mfano mwema kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na kumtaja Mwenyezi Mungu sana. Kwa hiyo muumini anapotoa shahada mbili anahaidi kwa dhati ya moyo wake kuwa atamtii Allah tabaraka wa taala na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa unyenyekevu wa kukiendea kila kipengele cha maisha ya binafsi na ya kijamii kwa mujibu wa mwongozo wa Qur'ani na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu hata kuwa muumini pale atakapoendesha maisha yake ya binafsi au ya kijamii kinyume na shahada, kama tunavyokumbushwa katika sura ya 33 aya ya 36 Mwenyezi Mungu anasema baada billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wama kana limu'minin wala mu'minat idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul jiratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubin. Anasema Mwenyezi Mungu, haiwi kwa mwanaume aliyeamini wala kwa mwanamke aliyeamini Mwenyezi Mungu na mtume wake wanapokata shauri wawe na khiari katika shauri lao, na Mwenyezi Mungu na mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu na mtume wake hakika amepotea upotofu ulio wazi. Wanaudhu billahi min dhalika. Wakati si rafiki ndugu zangu, lakini tutosheke na hayo machache kwa leo. Twendeni tukatafakari na kuyatilia katika utekelezaji inshallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum
فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا جمرنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله كثيرا واذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته